Nimekuwa mtu wa kanisani kwa miaka mingi kidogo. Na nilianza kuwa mtu wa kanisani kuimba nikiwa sijui kusoma na kuandika. Nimeanza kuwa kanisani ikiwa sijui kusoma wala sijui kuandika. Sijui kusoma wala sijui kuandika. Nikiwa wapi? Katikati ya hayo ya kuwepo kanisani kwa umri huo mdogo nikiwa sijajua kusoma na kuandika, katikati ya hayo nimeona mengi kidogo. Kati ya dhambi inayotafuna kanisa, kati ya dhambi inayotafuna kanisa ni dhambi ya wivu. Kati ya dhambi inayotafuna wateule wa Mungu kwa kiwango ambacho sio cha kawaida kwa wakati huu na kwa sasa, wivu. Mtu asimzidi mwenzie, hata kuvaa vizuri tu wivu, sauti nzuri tu wivu, kagari ka mkopo tu wivu. Wamekudhalau ukiwa katika eneo hilo, wakuelewe ukiwa katika eneo hilo kabla hujatoka kwenye hiyo nafasi, mpaka waelewe. Katika Injili tunasoma habari za kipofu Bartimayo. Walimuona hafai wakamdhalau. Biblia inaeleza wazi, alipoendelea kusema Yesu mwana wa Daudi unirehemu, wakamwambia nyamaza. Yesu mwana wa Daudi unirehemu, wakamwambia kaa chini. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimamisha mkutano pale pale, akawaambia mwiteni. Fanya nini? Midomo ile ile waliosema nyamaza ndo walimshika mkono wakamwambia Yesu anakuita. Tena kwa mikono yao wakamwambia njoo wakuite leo kwa jina la Yesu. Maneno yao yale yale, hata kama waelewi, wakuite kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Saa ile ile, dakika ile ile, sekunde ile ile, alafu wakalipa nauli ya kumfuata nani? Wamekataa kukufuata asubuhi, watakufuata mchana. Ng'ang'ana kwa Yesu, watakufuata, watakufuata, watakufuata. Haleluya! Ametenda maajabu.